Saa 5 mchana, hii ndio time iliyokuwa bora mtu kuswali dhuha. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na wakati huu akasema, wadhuha wal-laili idha saja. Mwenyezi Mungu anaapa na wakati wa dhuha, ni wakati jua inapowaka. Hiyo ndio wakati Mwenyezi Mungu ameapia, naye ni saa 5 au saa 4 pale. Hiyo ndio wakati mzuri ya mtu kuswali dhuha. Lakini unaweza kuswali dhuha saa 1 asubuhi, unaweza kuswali saa 12:30, unaweza kuswali saa 2, unaweza kuswali saa 3, lakini time iliyokuwa bora ni saa 4 ama saa 5 mchana. Na time ya mwisho kuswali dhuha ni kabla zawal, kabla jua haijafika katikati, ambapo ni saa 6 mchana. Hapo ndio inakuwa time ya mwisho mtu kuswali dhuha. Na swala ya dhuha unaweza ukaswali mpaka rakaa 8. Salatu al-ishraq ni rakaa 2 peke yake. Dhuha unaweza ukaswali rakaa 2 ukatoa salamu ukaondoka ukaenda zako. Unaweza ukaswali rakaa 4 rakaa 2 ukatoa salamu rakaa 2. Unaweza ukaswali rakaa 6, unaweza ukaswali rakaa 8. Kuna riwaya inayosema hata zaidi unaweza ukaswali. Na fadhila na thawabu ya dhuha ni gani? Ni kama yafuatayo. Salati dhuha kwanza Mtume ameiita kwamba inaitwa salatul awwab, salatul awwabin. Maana yake ni swala ya wale watu ambao wameamua kurejea kwa Mola wao. Yani wewe ukitaka kujua mimi ni miongoni mwa watu ambaye nimerudi kwa Mungu sasa, sitaki mambo ya dunia tena, jiangalie salati dhuha unaswali hata kama ni rakaa 2. Hata kama ni rakaa 2 unaswali. Kama haumo basi wewe unafikiria moyoni tu kwamba umerudi, lakini bado. Alafu hii salati dhuha lau unaswali rakaa 2 tu inakutosha wewe. Vile vile unaweza kuswali rakaa 2 ikakutosha. Na lau ukiswali wewe mfano dhuha rakaa 2, Mtume sallallahu anasema katika hadithi ambayo ni refu, miongoni mwa hadithi hii katika bimaana al-kalim, katika baadhi ya maneno ambayo Mtume ametaja katika hadithi hii, anasema binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Leo mascientist na madaktari wamekuja kuthibitisha kwamba binadamu ana viungo 360 mwilini. Wameshangaa huyu Mtume alijuaje? Na ni mtu ambaye ni ummi. Ummi maana yake ni mtu illiterate. Mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Na wakati wa Mtume ilikuwa hakuna maabara, hakuna microscope, hakuna MRI machine, hakuna x-ray machine. Hata wakati wa ndani ya mashini ikajulikana, ikahesabiwa zile viungo vyote, ikapatikana ni 360. Mtume alijuaje haya? Maana yake huyu ni mtume wa Mungu. Geographers na mascientists ambaye si Waislamu wamethibitisha maneno yake Mtume sallam kwamba ni kweli, kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake: macho, masikio, pua, akili, nywele, mdomo, ulimi, meno, mapafu, maini, figo, moyo, mishipa ilivyopangana, mifupa yako ilivyopangana, zote kwa ujumla ziko 360. Na zote hizi nguvu za mwili, matumbo inavyosaga, inavyobainisha, inachukua ile ambayo ina faida ikatupa ile ambayo haina faida, figo yako inavyoosha damu, moyo wako naye inavyopeleka damu, masikio yako inavyosikia na kubainisha baina ya mazungumzo, ngozi yako Mungu alivyoiboresha na kukuumba maumbile yaliyokuwa bora, zote Mungu amekupa bure na hayanunuliki jamani, bei yake ni ghali ya ajabu. Sasa shukurani yake ya viungo 360 katika mwili wako ni kuswali rakaa 2 ya dhuha. Na lau utaswali rakaa 2 ya dhuha inakutosha wewe, utakuwa umetoa shukurani ya viungo 360 katika mwili wako. Na unapotoa shukurani, Mwenyezi Mungu anasema, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema, lau mtanishukuru mimi nitawazidishia. Wanatafsiri mufassirini wanasema, ukimshukuru Mungu, Mungu atakuzidishia. Maana yake ni 2. Maana ya kwanza, Mungu atakuzidishia, maana yake Mungu ataiboresha afya yako, itakuwa nzuri zaidi lau utamshukuru Mungu kwa kuswali rakaa 2 tu. Ataiboresha macho yako, itakuwa sharp zaidi. Ataiboresha bongo lako, ataiboresha ngozi yako, ataiboresha nguvu za mwili wako, ataiboresha mapafu yako, maini yako, moyo wako, itakuwa nzuri zaidi. Ndio maana ya kwamba ukishukuru atakuzidishia. Umefahamu? Na ukishukuru atakuzidishia, maana ya pili, atakulindia, hiyo haitopotea. Atailinda macho yako haitopotea, atailinda bongo lako haitopotea, atailinda miguu yako
mishipa yako na viungo vyote vya mwili. Ndio unaona wema waliotangulia wakimuona mtu mgonjwa wanamwambia lazimisha salati dhuha. Dhuha inaondoa maradhi ndani ya mwili.